Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye mukhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya afya ya jamii yani SHA, Masi Mwangangi, amefichua kuwa hazina ya uchangiaji imekusanya shilingi bilioni 70 tangu kuanzishwa kwake, akilinganisha na hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF ambayo ilikusanya shilingi bilioni 45 pekee katika maisha yake. Mwangangi ameambia kituo moja cha televisheni kwamba shilingi bilioni 8 imetengewa huduma ya afya ya msingi, shilingi bilioni 5.9 kwa hazina ya dharura na magonjwa sugu, shilingi bilioni 54 kwa hazina ya bima ya afya ya jamii SHIF, na shilingi bilioni 4 kutoka kwa wafanyikazi wa umma na shilingi milioni 500 kutoka kwa vyanzo asilia, jumla ya wastani ya shilingi bilioni 70. Na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameapa kuwafikisha mahakamani wahuni wa kisiasa wa kukodiwa. Akizungumza katika kaunti ya Homa Bay wakati wa uzinduzi wa ziara yake ya usalama ya jukwaa la usalama, Murkomen alisema serikali imejitolea kuvunja mitandao ya kihalifu inayokodiwa kutisha jamii na watu binafsi. Ziara hiyo itahitimishwa kwa mkutano wa hadhara katika makazi ya kamishna wa kaunti, ambapo wakazi watashiriki maoni yao na kushirikiana na maafisa wa serikali za kitaifa za kaunti kuhusu masuala ya usalama. Kwenye rubaa za kimataifa ni kuwa vifurushi vya kwanza vya msaada wa silaha za Marekani kwa utawala wa Trump kwa Ukraine vimeidhinishwa na vinaweza kusafirishwa hivi karibuni, wakati Washington inaanza tena kutuma silaha. Reuters inaripoti kuwa wakati huu hatua hiyo inafanyika chini ya makubaliano mapya ya kifedha na washirika. Vyanzo viwili vinavyofahamu hali hiyo viliambia Reuters. Huu ni utaratibu mpya wa Marekani na washirika wa kuipatia Ukraine silaha kutoka kwa hifadhi za Marekani kwa kutumia fedha kutoka nchi za NATO. Mwisho wa mukhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 2 zimetoweka baada ya saa 4. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi timiapo saa 5 kamili, ikiwa ni kwa lugha ya Kimombo. Jina langu ni Ramla Abdi, endelea kuwa nasi. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea IKRA FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.ikrafm.com au www.ikrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. IKRA FM 95.0, idhaa ya tofauti.